Karibu kwenye channel hii ya Fikra Sahihi. Leo nataka nikushike mkono kiakili, nikutembeze kwenye ukweli ambao kisha uelewa hautaishi tena kama jana. Ni ukweli kuhusu kitu kidogo kisichoonekana kwa macho, lakini kinaamua mafanikio au kushindwa kwa kila mwanadamu duniani: imani. Imani ni kama injini isiyoonekana inayosukuma maisha yako. Ikiwa unaamini unaweza, akili yako itatafuta njia. Lakini ukisema huwezi, akili yako itatafuta visingizio. Kwa hiyo leo tutazungumzia the power of belief, nguvu ya imani, kama ilivyoelezwa kwenye kitabu maarufu cha Mindset, The New Psychology of Success cha Dr. Carol Dweck. Kabla hatujaanza safari hii ya kina, tafadhali subscribe kwenye channel hii, like video hii, comment mawazo yako na share kwa rafiki zako, kwa sababu hii si video tu, ni zawadi kwa roho yako. Sasa, kaa vizuri, pumua kwa utulivu. Tuende safari ya kuelewa nguvu kubwa iliyoko ndani yako. Tofauti ya mtu anayefanikiwa na anayekata tamaa si kipaji, si elimu, si bahati, bali imani anayoiweka akilini mwake kuhusu yeye mwenyewe. Hii kitu inaitwa mindset, mtazamo wa ndani unaoamua kiwango cha maisha yako. Kuna aina mbili za mindset: fixed mindset na growth mindset. Sasa tutachambua kimoja baada ya kingine, tukianza na fixed mindset. Huu ni mtazamo wa kufungwa. Mtu mwenye fixed mindset anaamini uwezo wake ni wa kudumu. Anaamini kuwa kama hakuwa mzuri tangu mwanzo, basi hawezi kuwa bora. Anasema, mimi si mtu wa biashara, au mimi si mwerevu kama wenzangu. Kwa hiyo akishindwa anahisi aibu, anaogopa kujaribu tena, anakuwa mateka wa imani yake mwenyewe. Anajifunga milango yote ya ukuaji kwa sababu ameamua tayari kuwa hawezi. 2. Growth mindset. Lakini mtu mwenye growth mindset anaamini kuwa uwezo ni kama misuli. Ukifanya mazoezi, unaongezeka. Anasema, sijafanikiwa bado, lakini nitajifunza. Anakosea, anajifunza. Anaanguka, anainuka. Anaumizwa, anakuwa. Wataalamu wanasema, the view you adopt for yourself profoundly affects the way you lead your life. Yaani, jinsi unavyomwona we mwenyewe ndio inavyoamua namna utakavyoishi. Wacha nikupe mfano halisi. Fikiria wanafunzi wawili. Wote wawili wanapata 0 kwenye mtihani wa kwanza. Mmoja anaamini, sina akili ya hesabu. Anakata tamaa, anaacha kujitahidi. Mwingine anasema, inaonekana sijajua bado, lakini nitaelewa. Anasoma zaidi, anauliza maswali, anajifunza mbinu mpya, na baada ya muda anakuwa bora kuliko alivyowahi kuwa. Tofauti ni moja tu: belief, yani imani. Imani ni kama taa gizani. Wakati wengine wamesimama kwa sababu hawaoni njia, wewe unaendelea kutembea kwa sababu unaamini njia ipo. Kama imani yako ni ndogo, hata ndoto kubwa hazitakaa zisimame. Lakini ukiwa na imani kubwa, hata ukiteleza, una nguvu ya kusimama tena kwa sababu akili yako inakubali kwamba bado inawezekana. Hii ndio siri kuu ya maisha. Hakuna anayeshindwa kwa sababu hana uwezo. Watu hushindwa kwa sababu wameacha kuamini kwamba wanaweza. Kwa hiyo rafiki yangu, ukitaka kubadilisha maisha yako, usianze kwa kubadilisha hali yako ya nje. Anza kwa kubadilisha kile unachoamini ndani yako. Ukijiambia siwezi, akili yako itatafuta sababu ya kuthibitisha hilo. Lakini ukisema nitaweza, akili yako itaanza kutafuta njia ya kufanya iwezekane. Maneno yako yanajenga ulimwengu unaoishi. Na ukikumbuka hili, utaanza kuishi kwa namna mpya kabisa. Utajua kwamba kila changamoto, kila kushindwa, kila maumivu ni sehemu ya mchakato wa kukua. Na wewe una uwezo wa kusimama tena kwa sababu akili yako inaweza kujifunza upya. Hebu sikiliza vizuri maneno haya. Imani yako ni mbegu ya hatima yako. Ukipanda hofu, utavuna majuto. Lakini ukipanda imani, utavuna mafanikio. Hivyo basi, chukua uamuzi huu wa kipekee. Anza kuamini tena. Acha akili yako ikukumbushe kwamba bado unaweza. Kwa sababu haujakamilika, bado unakuwa, bado una nafasi. Kila mtu aliyefanikiwa alianza kwa sentensi moja ndogo ndani ya moyo wake:
naweza kufanya hili. Na wewe pia unaweza. Kwa hiyo kama umehisi video hii imekugusa, tafadhali like video hii. Comment mawazo yako hapo chini. Niambie jambo gani unataka kuanza kuamini tena maishani mwako. Na usisahau kusubscribe na kushare video hii kwa rafiki zako, kwa sababu kila mtu anayepoteza imani anahitaji kusikia ujumbe huu leo. Asante sana kwa kutazama. Kumbuka, imani ni mwanzo wa kila mabadiliko makubwa. Tuonane kwenye video inayofuata.